Zipo hatari tano kuelekea dabi ya Kariakoo. Utazishuhudia kwa macho yako mwenyewe. Hatari tano. Simba wakiwakabili Young Africans ambao ni wenyeji kwenye mchezo huu, dabi nyingine ndani ya Machi moja pale kwenye visiwa vya Zanzibar. Kwa uzuri kweli wanakutana Yanga dhidi ya Simba majira 2:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Nimekuletea mambo matano hatari kweli ambayo utayashuhudia kwa namna moja ama nyingine, ikiwa ni masuala ambayo kila timu itajitahidi kudhibiti ama kupambana ili isiweze kudhurika katika mchezo huo kwa uzuri kweli. Tuanze na jambo namba 5, ambayo hii ni hatari kutoka upande wa Simba Sports Club kuelekea upande wa Young Africans. Hatari hii ni ipi? Ikumbuke kwamba Simba wamefanya usajili hivi karibuni na wamesajili wachezaji ambao wamekuja kuleta mabadiliko kwa kiwango kikubwa sana. Sasa hatari ilipo ni kutokana na wachezaji wawili ambao hawa wamekuwa na wakati mzuri sana kwenye kikosi cha Simba, na wazungumzia hawa wanaotoka pembeni kwa maana ya Libase Gwe, lakini pia mchezaji mwingine ambaye na yeye ni mzuri sana kwa matumizi ya mguu wa kushoto, na mzungumzia Anset Aura. Hawa wachezaji wawili ni hatari kwa upande wa Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu ni wachezaji ambao wana matumizi mazuri sana ya nafasi, inverted wingers, lakini ni wachezaji ambao wanajua sana kuchezea mpira, kutengeneza nafasi, lakini kufanya movements ambazo ni hatari. Tangu wamesajiliwa, Simba umeiona imekuwa bora kuanzia kwenye michezo ya kimataifa pale mwisho kule Angola, lakini pia hapa nyumbani dhidi ya Stade Malien. Hawa jamaa wawili wamekuwa wakileta kitu cha tofauti kidogo na ilivyokuwa mwanzo. Sasa leo tunaenda kuwaona. Bahati mbaya ni kwamba wanaenda kukutana na wachezaji kama Zimbwe upande wa kulia, kushoto, wachezaji kama vile kwa maana Israel Patrick Mwenda ambaye anaweza akaanza, bila shaka anaweza akaaminiwa mbele ya Ukwasi Atola na Kibwana Shomari. Hilo wala sina shida nalo, japo kocha amekuwa na kawaida ya kumtumia Dickson Job kama mpango mkakati pale ambapo anataka timu yake icheze kwa tahadhari, basi namba 2 anatumika Dickson Job. Sasa sio shida zangu, lakini hawa jamaa wawili ni hatari namba 1 kwa upande wa Simba kuelekea upande wa Young Africans. Tuangalie hatari namba 2 iko wapi. Inawezekana ni kitu cha kawaida sana watu wanakiona, lakini Alan Okello ni hatari nyingine kwa upande wa Simba kutokea Yanga, kwa sababu mchezaji huyu kwanza anatafuta kuthibitisha ubora wake. Anatafuta kuonesha kwa nini Yanga walimsajili. Anatafuta kuonesha kwamba wananchi hawakukosea kwenda Vipers. Engineer Harris hakukosea kwenda Vipers, safari ile aliyofunga kwa ajili ya mazungumzo na kumaliza dili. Sasa anataka kuthibitisha hilo kwamba yes, sehemu zote alizocheza ikiwepo Algeria, timu ya taifa, na Vipers, KCCA, ni bila shaka kote huko amecheza kwa sababu ya uwezo ama ubora, sio kwa bahati mbaya. Sasa anahitaji kulithibitisha hilo, na amejaribu mara kadhaa, imeshindikana. Kwenye mchezo wa mwisho unaona Yanga wanashinda 5-0 dhidi ya JKT Tanzania. Ukitazama namna ambavyo alikuwa na impact mchezoni, unaweza kaelewa kwamba kuna kitu ambacho anacho kama shauku. Hii ni sehemu ya kwanza ya uhatari wake. Alikuwa anajaribu kupiga mashuti ya mbali, nyakati nyingine anajikuta kwenye mtego ya kuotea, japokuwa bado ufanisi anapofika yeye na lango unakuwa ni mchache kwa sababu ya pressure kubwa ambayo anayo. Lakini sasa tukija kwenye swala la uhalisia, mchezaji huyu ana mchango mkubwa sana, kwa namna moja ama nyingine hauonekani kwa sababu watu wengi wanategemea ama wanatarajia kumuona akifunga, na ndipo waseme kweli jamaa amekuwa na impact kwenye mechi. Lakini kimsingi tayari ana impact kwa sababu kwanza anatengeneza nafasi, japokuwa kuna zile pre-assists anazitengeneza sana, alafu timu inaenda kufunga, na wakati mwingine anatengeneza mashambulizi ya hatari. Yes, yeye mwenyewe. Na huyu ni hatari kwa sababu pia kuna wakati anatumia mguu wake wa kushoto vibaya sana, na hii ni hatari. Inaweza ikawa endapo tu pale ambapo kikosi cha Simba sasa kuanzia eneo la kiungo na backline likijisahau, basi huyu huenda akaleta majanga makubwa kweli. Tuangalie hatari nyingine ambayo ni hatari namba 3. Hatari namba 3 kwa mara nyingine tena ni kutokea Simba Sports Club. Hatari hii ni wachezaji wawili
Kwa nini nimewaweka pamoja? Ni kwa sababu ya kazi wanayoifanya uwanjani. Hata mwanzo niliweka pamoja Libase Geye na Anderson Teora kwa sababu ya kazi ambayo wanaifanya uwanjani, japokuwa wanaweza wasianze. Sasa nikiwazungumzia hawa kwenye hatari namba 3 kwa maana ya Selemani Mwalimu, Gomez ambaye mara mwisho alicheza vibaya, kitu kama hicho, ambapo watu wanatarajia huenda akafungiwa na vitu kama hivyo, lakini bado kamati ya masaa 72 haijakaa. Kwa mantiki hiyo atacheza leo, si ndio? Kocha akiridhika basi atacheza Gomez pamoja na Innocent Loemba, ambapo hao jamaa endapo wakicheza pamoja basi tarajia Yanga kuteseka sana. Sababu kuu mbili za hawa kwa nini wanakuwa hatari kwenye mchezo ama inakuwa hatari namba 3 ni kwa sababu namba 1, Selemani Mwalimu ni mtumiaji mzuri sana wa nafasi. Hilo wala halina upinzani. Jamaa anajua sana kutumia nafasi kabisa. Yaani kwenye linapokuja swala la nafasi zinapatikana, basi Selemani Mwalimu ni clinical finisher. Inawezekana watu wakamtazama sana Jonathan Soa, wakamtazama sana Depu na wachezaji wengine ambao ni bora kwenye swala hilo, wakamsahau Selemani Mwalimu. Lakini jamaa ni finisher mzuri sana kwenye nafasi. Hii ni hatari kwa sababu kama Simba itatengeneza nafasi, basi usitegemee kwamba Selemani Mwalimu atakusamehe nyakati zote ama atakukosa nyakati zote. Na nimesema nafasi mbili, hatari hii na wachezaji wawili akiwepo Ino kwa maana ya Jospin Loemba, huyo Ino Jospin Loemba, kwa sababu huyu ni mtengenezaji mzuri sana wa nafasi, anapiga pasi maridadi sana. Toka alipoanza kucheza Simba, mechi kadha amecheza, lakini amekuwa na ufanisi mzuri sana kwenye kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kitakachofanya leo Selemani Mwalimu akawa hatari zaidi ni nafasi ambazo zitatengenezwa na Ino Jospin Loemba. Sasa usitarajie kwamba mambo yatakuwa hivyo wakati wote, lakini nazungumza hivi kwa sababu timu zote zinajipanga. Ukisikia hatari ya mchezaji fulani, upande mwingine pia wamejiandaa namna ya kuidhibiti. Kwa hiyo wanaweza wakamdhibiti Selemani Mwalimu kwa kuzuia wachezaji wanaomzunguka wasimlishe mipira, alafu atalazimika kucheza chini sana kiasi kwamba akipata mpira kabla hajafika eneo la hatari, basi wameshafika kuanzia viungo ama mabeki wa Young Africans na wakazima shambulizi. Hiyo ni hatari namba 3 bana. Hatari namba 2 ni mlinda lango Tanja wa Simba. Pamoja na ufanisi wote wa Young Africans kwenye safu ya ushambuliaji, lakini wasitarajie mechi kwa nyepesi dhidi ya Tanja. Huyu jamani hatari sana. Anaweza sana 1v1, mipira ya juu anaweza sana. Kwa hiyo tukimzungumzia Kasali, tunazungumzia kipa ambaye ana mudu vizuri sana kudhibiti pressure ya mchezo, lakini pia kutuliza mashambulizi pamoja na kuhakikisha kwamba timu iko salama. Hii inaenda sambamba na upande wa Yanga ambapo yuko Djigui Diarra. Sijamsema kwa sababu ni kawaida na tumemshuhudia mara kadhaa. Kwa hiyo hii inajulikana kwamba Simba wanatakiwa pia kufanya kazi ama kuweka out kwa ajili ya kupata goli, kwa sababu mbele ya Djigui Diarra unaiona Simba imeshinda kama sio mara moja, basi sina kumbukumbu kama inaweza ikafika mara 2 au 3, si ndio bana? Hatari namba 1. Hatari namba 1 ni Depu. Yes, kutoka Young Africans kwenda kwa Simba Sports Club. Hii ni hatari kubwa sana. Jamaa amekuwa mzuri sana. Na bahati mbaya nimemzungumza Depu kama mwakilishi wa wachezaji baadhi, akiwepo Prince Dube, Buba Jammeh na wachezaji wengine wa karibu ambao wanaweza wakawa wanamzunguka. Lakini jamaa uhatari wake ni finishing, lakini pia usumbufu. Aliteseka kidogo alipokutana na mabeki wa Kiarabu, kwa maana dhidi ya Al Ahly, dhidi ya timu hii kutoka Morocco kwa maana ya FAR Rabat. Alihaso sana kwa sababu wale jamaa kwanza majiant, alafu alikuwa wanamweka chini, wanadhibiti njia zote. Alikuwa na struggle sana, lakini ni kama mwalimu amegundua mbinu ya kumchezesha, kwa maana anacheza yeye pamoja na Prince Dube ambaye
huyu ni hatari sana akitokea pembeni, tumegundua hilo. Kwa hiyo ikatokea Depu yeye ameanza, alafu Prince Dube anatokea pembeni, alafu upande mwingine huko Buba Jammeh na wachezaji wengine ambao watakuwa wanawakilisha safu ya ushambuliaji ya Yanga, basi huenda Depu akawa na wakati mzuri au akawa na mechi bora sana kwa sababu ya kurahisishiwa kazi. Umeona bana? Yes. Lakini zipo hatari nyingine ndogo ndogo, ila kwa Depu naona kabisa kwamba mechi chache tayari keshapiga zake magoli mechi 4 magoli 5. Yes, kitu ambacho kwa upande wa Simba huoni mchezaji aliyefanya hivyo. Kwa hiyo ni jamaa ambaye wakilala kidogo, ambaye anaongoza ligi sasa hivi kwa ufungaji, ana magoli 8 kama sikosei. Kwa hiyo unaweza kaona kama anaweza akavuka endapo akiendelea na muendelezo huu. Umeona bana? Hatari nyingine ndogo ndogo ni pamoja na mchezaji kama Mudathir Yahya akiwa na wakati mzuri, ni hatari sana kwa Young Africans. Anatengeneza nafasi, anazuia timu kuanzia juu na kadhalika. Pale wa Simba namuona Yusuf Kagoma, Rushen Derek na namna nyingine. Kwa hizi ni hatari ambazo zipo katika mchezo wa leo. Maoni yako ni yapi? Unadhani leo nani ataondoka kidedea kati ya Simba au Young Africans pale kwenye dimba la New Amaan Complex? Macho yetu pale dimbani saa 2:15 usiku. Tutaenda kushuhudia nani mkali, nani kinyonge, nani anazidiwa. Simba ataendelea kwa mnyonge tena? Basi macho yetu ni katika dimba la New Amaan Complex baadaye saa 2:15.